Hujambo mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji wa vipindi mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato moyo wa kanisa. Naamini ya kwamba uko salama. Ndio, kwa upande wangu pia Mungu anaendelea kunilinda. Naamini ni hivyo hivyo kwako pia, Mungu anakulinda na anakuchunga. Kwa hivyo nakukaribisha kwenye robo ya kwanza mwaka 2025. Nazungumzia upendo na haki ya Mungu. Upendo na haki ya Mungu. Tuko kwenye somo la 11. Karibuni robo inamalizika. Kwa hivyo ninakualika kwa unyenyekevu wote, andaa sadaka ya Sabato ya 13 itakayosaidia kazi ya uenezaji wa injili katika maeneo mapya, na pia kuandaa pesa kwa ajili ya brochure yako ni kitu kizuri. Ukijiandaa hivyo utakuwa umefanya kitu kizuri zaidi. Kwenye somo la leo, siku ya Jumatatu, somo lazungumzia mwenye haki na mwenye kumhesabia haki. Kuna mwenye haki na mwenye kumhesabia haki. Somo hili ni nzuri zaidi kwa sababu daima kazi ya Kristo inathibitisha kazi ya Ibilisi, inathibitisha kazi ya Ibilisi. Na kwa mujibu wa Yohana ya kwanza 3:8, Yesu alifunuliwa kwa kusudi hili ili kwamba azivunje. Nasema ili kwamba azivunje kazi za nani? Za yule Ibilisi. Hiyo ndiyo kazi ambayo Yesu alikuja kuifanya na kumharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi. Yesu amekuja kuharibu hizo kazi, na sio tu kuzivunja na kuharibu huyo muovu Shetani. Shetani ameshindwa tayari kwa sababu Yesu anashinda. Kabla tujaingia kwa undani wa somo, tulia ukimkaribisha Roho Mtakatifu. Asante Yesu, ameendelea kutuongoza na tutajifunza zaidi. Ninaposoma kwenye Wakolosai sura ya 2:15, nasema naye akiisha kuzipokonya silaha mamlaka akazifanya tamasha hadharani, akiwashinda kwa msalaba. Kwa hivyo kwenye Wakolosai sura ya 2:13-15 inatuonyesha wazi kwamba kuna kazi ambayo Yesu alikuja kuifanya msalabani. Aliwafanya hai sisi ambao tulikuwa kama wafu katika dhambi, akatufanya hai kwa kutusamehe dhambi zetu. Ngapi? Zote. Sio aina fulani za dhambi ambazo Yesu amezifuta. Ametumalizia na ametusamehe dhambi zetu zote. Na alitusamehe kwa msingi gani? Unaweza kujiuliza. Alitusamehe kwa msingi gani? Kwa kulipa gharama ya dhambi yetu ambayo ni mauti. Sisi ambao tungalikufa kwa sababu ya uzinzi, ya pombe, kasirani, chuki, kusaliti, lakini akaja na akafa kwa ajili yetu, kufuta maandishi ya amri yaliyokuwa dhidi yetu na kuipigilia msumari msalabani. Wakati huo alionyesha hadharani Shetani na malaika zake, akiwashinda kwa msalaba. Mpendo, wakati huo Shetani alifikiri alikuwa amemtia Yesu jeraha la kufa kwenye kisingino. Kulingana na Mwanzo sura ya 3:15, ilibidi joka aweke jeraha kwenye kisingino, lakini hatimaye ilibidi Yesu aponde kichwa. Alifunua tabia yake ya kweli kwa ulimwengu, na malaika walishtuka kutambua maana ya kweli na gharama ya dhambi. Hakika gharama ya dhambi ni mauti. Usipompokea Yesu, nisipompokea Yesu, kuna mauti inayoningoja. Ikiwa Yesu kwa kuvaa ama kwa kupokea, kwa kuchukua dhambi zetu akawekwa msalabani, ili maandiko yatimia kwamba gharama ya dhambi ni mauti, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo yeyote anaifanya dhambi, mauti na mgoja. Shetani alidharauliwa mbele ya ulimwengu na tabia ya Mungu ilithibitishwa. Alikuwa amewadanganya wengi ya kwamba mtu akifanya dhambi hawezi kufariki, lakini hiyo ilikuwa ni thibitisho ya kwamba mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hivyo Mungu hakuhitaji kutumia mbinu za udanganyifu. Daima ametenda kwa upendo na haki ili kupata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata ushindi kwa Yesu. Nataka nao pia na kuombea ili kwamba uelewe kile ambacho Yesu amekifanya kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Amefanya kitu kikubwa katika maisha yako na katika maisha yangu.
Yesu ni mshindi kwa mzozo huu ambao umetuzunguka, na tunaweza kupata pia ushindi kupitia yeye. Asante Yesu kwa somo hili. Tufunze zaidi kuendelea kukupenda na kuamini ya kwamba kupitia wewe tunamshinda shetani. Asante kwa kifo ambacho kimetupatia msamaha na amani, damu yako Yesu Kristo. Tubariki katika jina la Yesu Kristo, amina.